Habari ya kwako Dr. Mchunguzi? Ni nzuri. Habari za kwako? Njema kabisa. Ndio. Naitwa King Nyorobi. Leo tuna mada moja ambayo tumekuja kuzungumza na wewe hasa kuhusiana na safari ya Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambapo alisafiri kuelekea huko Urusi na kukutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin na wakawa na mazungumzo kadhaa. Sasa maswali nilionayo kwako leo ni kwamba pale alipotumia lugha ya Kiswahili, na wewe ukiwa mtaalamu wa lugha ya Kiswahili ulilionaje hilo? Kwa sababu tumeona marais wengi wamekuwa wakienda nje ya nchi, badala ya kutumia lugha ya taifa ya kwetu ambayo ni lugha ya Kiswahili wanatumia Kiingereza. Rais Samia katumia lugha ya Kiswahili akiwa Urusi. Hilo unalionaje? Swali la pili ni kwamba ni kuhusu swali aliloulizwa kuhusu sanctions, ambalo kwenye mitandao ya kijamii malumbano yamekuwa mengi kwamba hakulielewa swali au alichokijibu sicho. Wewe unalizungumziaje pia hilo? Na swala la tatu ambalo tunatamani utujibu leo ni kwamba Mheshimiwa Rais aliutangaza vyema sana utalii wetu wa Tanzania kule katika taifa la Russia ambako ni Urusi. Wewe ukiwa mtalii mkuu na mpenzi wa utalii, unalo lipi la kumwambia Mheshimiwa Rais, kuwaambia Watanzania na kuwaambia pia watu duniani kote kuhusu utalii wa Tanzania? Shukrani sana. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya muda huu kuweza kuelezea safari ya rais kule Russia. Na sitajikita katika mambo mengi kwa sababu mengi yamekwisha elezwa na waheshimiwa mawaziri walioambatana na Mheshimiwa Rais na viongozi wa Wizara ya Mambo ya Nchi na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa safari hiyo ya Russia ambayo ni safari ya kihistoria kwetu, na kwamba Mheshimiwa Rais kwa kuwepo kwake kule Russia amefungua ukurasa mkubwa sana. Ni muhimu sana tukaelewa kwamba Russia mara ya mwisho aliyekwenda ni Rais Dr. Julius Kambarage Nyerere, hayati baba wa taifa, mwaka 1969 na tokea hapo miaka 57 baada aliyeweza kwenda sasa ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kwetu sisi kama taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni historia hiyo kubwa. Lakini mahusiano yetu na Russia ni muhimu mkayaelewa pia, waandishi wa habari, kwamba tulipopata uhuru wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao ulikuwa ni uhuru wa Tanganyika mwaka 1991 tarehe 9 mwezi wa 12, nchi ya kwanza kutambua uhuru huo ilikuwa ni Russia wakati ule Soviet. Tarehe 11 ya mwezi wa 12 mwaka 1961 Soviet walitambua jamhuri huru mpya ya Tanganyika wakiwa wa kwanza. Na yalipotokea mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari mwaka 1964, tarehe 12 Januari nchi ya kwanza ilikuwa ni Russia, ambapo tarehe 14 mwezi wa Januari mwaka 1961 taifa la Soviet au Russia walitambua mapinduzi yale na kuitambua Zanzibar iliyokuwa huru. Kwa msingi huo unaweza kuona mahusiano yetu yalivyokuwa makubwa na mazuri. Tumesomesha mainjinia wetu wengi, madaktari wengi, watu wa teknolojia, watu wa kilimo sana kule Russia, na wengi walipapenda kule Russia. Na kwa taarifa yako, labda waandishi wa habari, nyinyi hamwezi kuelewa kwa sababu wakati wa Sovieti wengi mlikuwa wadogo na wengine mlikuwa hata mjazaliwa, lakini vijana wetu wengi wa kiume waliokwenda kusoma Russia wengi walirudi na wake pia. Kwa hiyo ni taifa mojawapo ambalo tulipata watu waliooa wengi katika Ulaya ya huko kutoka Russia. Vijana wetu wengi walioa Russia, ninao ndugu zangu kabisa walioa Russia na wakarudi na wake zao, na pia wako pia mabinti zetu pia wengi tu walioolewa huko Russia. Kwa hiyo tuna cross culture kubwa sana, cross breeding kati ya Tanzania na Russia. Tunao watoto wengi ya Tanzania ambao ni mixi ya Russia na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo ambalo ni zuri na mimi sina tatizo na hilo, na encourage mtu kiweza kuoa nje oa, kiweza kuolewa olewa, kiweza hivyo. Hakuna tatizo la hilo.
Kwa hiyo nashukuru, ziara ilikuwa nzuri, ziara yenye mafanikio. Big up Samia, big up serikali ya Tanzania, big up wale wote waliokuwepo katika safari ile, na wapongeza sana, walifanya kazi nzuri kabisa. Na zaidi ni shirika letu la ndege Air Tanzania, ambao wao ndio waliobeba watu hao kuwapeleka salama, kuwafikisha Arusha na kuwarudisha salama Dar es Salaam. Kwa hiyo shirika letu la ndege la Air Tanzania linahitaji kupongezwa. Marubani na wapongeza, wahudumu wa ndege, mainjinia na wote walioshiriki katika safari hii kuiandaa, kwa maana ya Air Tanzania, The Wings of Kilimanjaro. Walifanya kazi nzuri na wataanza kuchanja mbuga za kwenda Arusha. Itakapofika mwishoni mwa mwaka wa 2026 tutakuwa na direct flights za kutoka Dar es Salaam kwenda Moscow. Na mimi Dr. Mchunguzi naamini nitakuwa katika watu watakaokuwa katika safari hizo. Nirudi tena Arusha ambapo niliwahi kuwa miaka ya zamani, na niweze pia kwenda kuona nchi hiyo toka nilipotoka huko Arusha sasa hivi inafananaje. Baada ya kuyasema hayo, nije kwenye swali lako ambalo ni zuri, kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitumia lugha ya Kiswahili pale Arusha alipohojiwa na mwandishi wa habari, akaswitch kwa Kiswahili na alisema kwamba naona wivu, wenzangu wanaongea kwa lugha zao, mimi Samia naongea na mimi ngoja niongee Kiswahili. Na alifanya vizuri kwa sababu pale alipromote Kiswahili. Ukumbuka anapokuwa amekaa Vladimir Putin na amekaa Samia pale, kamera zote za ulimwengu zinamulika Russia. Zinamulika pale. Iwe Canada, iwe Australia, iwe New Zealand, iko wapi. Mimi nilikuwa nafuatilia, unafuatilia vyombo vya habari vingi vya dunia kwamba vinamulikaje pale Russia. Na kwa hiyo vingi vilikuwa vinamulika pale Russia. Na kwa hiyo Kiswahili chetu Mheshimiwa Rais alikipromote. Nipende kusema hivi kwamba kwa lugha ya Kiswahili kwetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania si tu kwamba ni national language, ni lugha yetu ya taifa. Hapana. Kiswahili kwetu ni tunu ya taifa ambayo hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee Abedi Karume ambao ni waasisi wa taifa hili, ni vitu ambavyo walivitilia maanani. Kwa hiyo Kiswahili kwetu ni tunu ya taifa, ni lugha ya taifa, lakini ni tunu yetu ya taifa. Kiswahili kinatuunganisha kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi naelewana na wewe ambaye ni kabila ambalo sina hata haja kulifahamu. Kuna haja kufahamu mimi ni kabila gani? Tuna makabila 120 ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makabila 120. Na kila kabila lina lugha yake. Kila kabila lina lugha yake. Na wengi mmezaliwa hapa katikati vijana ni vijana ndio au sio? Ndio, wengine mmezaliwa katikati hapa millennials, Gen Z na kadhalika. Tunaweza tukataja neno kabila kwa mtu aliyezaliwa mjini akaniuliza kabila ni kitu gani? Kuna makabila. Muone namna Kiswahili sasa kinavyotufanya tuunganike na kuwa taifa moja la Tanzania. Tunaelewana wote bila kujali unatoka Ruvuma, unatoka Rukwa, unatoka wapi. Kila kabila la Tanzania lina lugha yake. Muhimu kaelewa hiyo. Na ni vizuri vijana wakaelewa hivyo, kwamba Kiswahili ndio kinatuleta pamoja. Nikipanda daladala, nikipanda bajaji, nikimuita bodaboda, nikienda kununua kitu kwa Mangi, nikienda kwa Mpemba, nikienda kwa Muha, nikienda Bucha, nikienda Gengeni, nikienda wapi, kila mahala hospitali, kila mahala utaweza kuhudumiwa vizuri kwa sababu ya lugha ya nini? Ya Kiswahili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Wanyarukoro kule Iringa ambao ni Wahehe wana lugha yao. Wao wanasema kamwene mnoge tulibana ufera makasi yani. Hao ni Wanyarukoro, Ugimbi ulipo Usisirebe. Lakini kuna Wanyakyusa wako pale wapi panaitwa Mbeya. Unawafahamu? Mwa Kalindile, mwa Kipesile, mwa Ngwembe, mwa Mnyange, mwa Ndosya, mwa. Si ndio? Watu wema sana wale. Kiwakorofisha wale sio rahisi Mnyakyusa mgombani? Hapana. Akina mama wakisalimia kwa Kinyakyusa wanapiga magoti. Ogonile ndaga oli nkafu panandi utwali nini tununu muri bakafu itoro turi bakafu, kwa heshima kubwa. Lakini kuna Wafipa wako Sumbawanga. Naeleza ili vijana waelewe kwamba tuna makabila na lugha na wajue Kiswahili kilivyo important kwetu. Wafipa kina mzee Mizengo Pita Kayanza Pita Pinda, mtoto wa mkulima, si ndio? Hawa ni Wafipa. Wanasalimia posuta tata yetu Kalesa mwalala ulawe salama mwatu uliawe ningo. Lakini kuna Waha kina Baba Levo kina Zitokavu kule Kigoma kule, Mwakeye Mwaraye Mulimo Tulimo na Makina Maoro, unakwenda Biharamulo pale kuna Wasubi na Wazinza Sura Wasiba, kuna Wahangaza na Washubi kule Ngara wako kama Kigoma na Waha mwiliwe na Maki na Mahoro
mwaraye mahoro twaraye mahoro, lakini unachanja mpaka kule mpakani mwa Uganda na Rwanda na Tanzania. Kule kuna piki pale kwenye kona pale, kuna wilaya inaitwa Kyerwa na wilaya nyingine inaitwa Karagwe. Kule kuna wanaoitwa Wanyambo, sijui kama waandishi wa habari mwahi kuwasikia, ndio akina Abdulmajid Musa Nsekela, MD na CEO wa CRDB Bank, ambaye ndiye one of the CEO na MD wa nguvu katika bara la Afrika, sio Tanzania na East Africa, bara la Afrika. Ameleta mageuzi makubwa katika sekta ya fedha na mabenki ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. MD Dr. Dr. Abdulmajid Musa Nsekela. Abdulmajid Musa Nsekela ni CEO na MD wa CRDB Bank. Daktari huyo ambaye wiki hii tunayoanza, iliyoanza tarehe 8 Juni, ndani ya wiki hii tunasema inshallah atavalishwa joho lake la PhD kule South Africa. Okay. Wiki hii inshallah. Starehe hii na nini sina haja kutaja. Kwa hiyo tutaona kwenye mtandao ambapo MD wetu Dr. Abdulmajid Musa Nsekela ambaye ameleta mageuzi makubwa sana ndani ya CRDB. Kumbuka CRDB iko Tanzania, CRDB iko Dubai, CRDB iko Burundi, CRDB iko Kongo, CRDB inazidi kuchanja mbuga. Huyo ni kijana tunajivuna naye. Kule kwao wanasema mba osivireje oreireje, ni wanasalimia hivi Wanyambo ha. Lakini wana majirani zao wanaitwa Wahaya. Rutashumururwa, Rutajuekerwa, Rutashobia, utawasikia akina Kabyazi, akina Mtwazi, akina Kokuteta, Kokutona, akina Rugai Mukamu, Rugai Malira, wale shomile mpaka kusikojulikana. Sasa wale ni Wahaya. Rugemeleza, ruta kadhalika. Wale wanasema Shumaramu White, Wasingire White, Mlere Mta White. Na kwenda kwa Wakerewe na Wajita, Bwacha Tata, Bwacha Sugu, Waongera. Kwenda mpaka Machame kule. Kuifenda, Shifonisha, Bontamashora, Nshisha, Wamasai, akina Sobai. Hayo yote ni makabila. Wako Wapare na Mnani, Chedi, Ulewedi, Ndewe, Dabarija, Nde Jedi. Unakuja kwa Wazigua. Wazigua wako huko, Msindavi, Hakijambo, Hanginyuwe, Hakijambo. Wako wale wa Morogoro, akina Chief Kigalo, Kinole kule, Hausindire, Anoga, wana walamka. Lakini wako Wagogo kule Dodoma, si ndio makao makuu ya nchi? Za Misiel, Swana, unaona? Wale, Mbukwenyi, Mbukwa, Msinzira, Wera, hao ni Wagogo. Lakini kuna kina Mwigulu, Lameck Nchemba, daktari, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Tanzania, Wanyiramba, Wilile Ane, Yiza, Oleile Ane, Yiza. Na hasa kuna hao Wasukuma, Wanyamwezi, ukisikia Masanja, Kadogosa. Unamkumbuka? Mheshimiwa mbunge? Shinyanga hiyo, Tabora, Mwanza, alikuwa TRC. Wale ndio wanasema Mwadira deraga gawiza, mwalikiza gate. Hao ni Wasukuma. Naweza kuongea mpaka asubuhi, makabila yote haya. Ambapo kote huko nimekwenda. Mimi nimepata bahati ya kufika wilaya zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mikoa yote. Kwa hiyo nayasema haya ili muelewe kwamba Kiswahili kinatuunganisha. Makabila tunayo na kila kabila lina lugha yake, lakini tunaunganishwa na Kiswahili. Na tunapofanya hivyo tunamtendea haki hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mzee Karume, na ambao ni waasi wetu, na nachukua nafasi hii kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo serikali yake imeendelea kukienzi Kiswahili, imeendelea kukuza Kiswahili. Na alipokuwa Russia, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliposwitch kwa Kiswahili, nikasema big up Dr. Samia Suluhu Hassan. Maki nilikuwa na angalia hivi. Nikasema I'm envying my friends who are using their languages. Now I'm switching to my national language. Nikasema hapo Samia, hapo umenipata. Kiswahili kiweke juu mama. Akakipaisha pale nikamkumbuka mwana mashairi Shabani Robert aliyesema katika moja ya mashairi yake, anasema titi la mama litamu hata likiwa la mbwa. Kiswahili na azimu, sifa inayofumbwa. Kwa wasio kufahamu ni imbe iliyo kubwa. Toka kama chemchemu, fulika palipo zibwa. Titi la mama litamu, jingine aliishi hamu. Hilo ni shairi kubwa sana la Shabani Robert. Kwa hiyo aliposema pale Samia, nikamuona Nyerere kichwani kwangu, nikamuona Mzee Karume, nikamuona Shabani Robert, nikasema hapo Samia umefunika. Hapo mama umecheza kweli. Kwa kweli alituwakilisha vizuri. Big up Dr. Samia Suluhu Hassan kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni mpenzi wa lugha kama unavyofahamu. Ninazo lugha nyingi kichwani za ndani na nje. As a linguist nilifurahi sana. Na kwa hiyo namshukuru sana. Nampongeza hilo na nawapongeza Watanzania, tuendelee kukienzi Kiswahili. Kiswahili kwetu ni umoja, ni nguvu, ni mshikamano. Swali lako la pili. Ndio. Linaniuliza mimi sanctions. Mheshimiwa Rais aliulizwa kuhusu sanctions. Sanctions ni vikwazo vya uchumi. Swali lenyewe lilikuwa open ended. Kwamba unataka kufanya biashara na Russia na kuna vikwazo vya uchumi, utavikwepaje? Muuliza swali hakusema kuna vikwazo vya uchumi vya nani. Kwamba ni vya Russia
au ni vya Tanzania au ni vya wapi. Hakusema kwamba vile vikwazo ni vya wapi, hakusema. Na Rais Samia wale wanao challenge kwenye mitandao ya kijamii wanataka awe kama apige ramli. Tunao wapiga ramli Tanzania na wapenda sana, wanapiga ramli vizuri sana. Tunasema wasiwe na ramli chonganishi. Asiye wakubali aendelee na imani yake, mtakutana jehanamu au peponi. Na utashangaa, unaweza ukawa jehanamu kwa kukuta jamaa wako peponi kule. Wapiga ramli wanakuambia vipi? Lakini naomba wote mkutane peponi. Kwa hiyo wale wapiga ramli sasa, kama mlitarajia kwamba Samia Suluhu Hassan atapiga ramli ya kujua ni nini, alijibu kile alichoulizwa. Kwamba kuna nini mnaita vikwazo. Sasa angejua ni vya nani? Ni vya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni vya SADC, ni vya AU, ni vya nani? Kwa hiyo alijibu alichoulizwa. Even if it was myself, if I would have been asked the same question, that's much of what I could have answered. Because you say there are economic sanctions, lakini vikwazo vya nani? Hujasema. Kwa hiyo alichokijibu ni sahihi. Samia alijibu sahihi, akasema Tanzania hatuna vikwazo. After all, alikuwa anaongea pale akiwa anaamini kwamba tuna tayari biashara na Russia, tuna miradi zaidi ya 13 na mwaka jana mwezi wa 8, kwa taarifa yenu waandishi wa habari, tumezindua mradi mkubwa sana wa uranium kule Mto Mkuju na Mtumbo Ruvuma wenye thamani ya dola za Kimarekani 1.2 bilioni. Bilioni 1.2. Ni mradi mkubwa sana. Una ajira ya watu 4,000 direct na utakuwa na indirect jobs zaidi ya 100,000. Tutachimba tani 3,000 za uranium kila mwaka kwa miaka 22 kuanzia mwaka 2029 kule Mkuju uranium. Na umesikia hata kule Russia sasa wanasema tunakwenda kupata umeme wa nyuklia. Kwa hiyo Russia tuko nao na kampuni yao hiyo ya Rosatom ambayo ni kampuni ya serikali ya Russia toka mwaka jana, wanajenga sasa hivi mitambo yao na tutaanza kuzalisha kuchimba uranium na kuuza uranium nje. Kwa hiyo swali alivyolijibu Dr. Samia Suluhu Hassan alilijibu vizuri kabisa na lilikwenda vizuri kabisa, na alichojibu ndicho sahihi, kwamba Tanzania hatuna vikwazo, na akatumia nafasi hiyo kuiambia dunia karibuni kwa uwekezaji na kila kitu, na hatuna vikwazo vyovyote. Mivutano ambayo wameendelea kuionyesha kwenye mitandao ya kijamii, wanaoanisha na kitu gani ambacho kinaonesha kwamba pengine kuna jambo alilikwepa kulisema? Sijui, kila mtu, yani kuna wanaofikiri tuna vikwazo sisi. Sisi hatuna vikwazo. Unajua unaweza kama mtu yuko Tanzania baada akahisi kwamba Tanzania tuna vikwazo. Hatuna vikwazo sisi. Hatuna. Na Samia alikuwa sahihi, Mheshimiwa Daktari, Mheshimiwa Rais, namtaja kwa heshima na utii na unyenyekevu mkubwa, rais wangu alikuwa sahihi kueleza dunia kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hatuna vikwazo vyovyote. Sasa anayesema tuna vikwazo atuambie ni vipi? Hatuna vikwazo na mtu yeyote. Na kwa hiyo watu waje wawekeze, tutaendelea kufanya biashara na hatuna kikwazo na mtu yeyote. Sawa. Wanao speculate kwenye mitandao ya kijamii hawa wanalao jambo, lakini alichojibu, narudia, Mheshimiwa Rais ndicho alichoulizwa. That was an open-ended question. Na mimi nikueleza jambo moja. Mimi ni mtaalamu wa lugha, lakini ni mtaalamu wa kujua migogoro ndani ya maneno na ndani ya nyaraka. Conflict in documents na conflict in wording. Nimsomea hiyo. Katika conflict management. Kwa hiyo mimi naweza nikajua, ukasema hivi nikajua hapa conflict, hapa hivi. Yaani nakukosoa hapa. And especially when it comes to English language au Kiswahili au Kifaransa. Mara moja ninajua. Kwa hiyo alichokijibu Samia Daktari Mheshimiwa Rais, namtaja kwa heshima kubwa, ni sahihi, na lile swali lilivyoulizwa ndivyo lilivyojibiwa. Sawa. Na kuja kwenye swali lako la 3. Ndio. Kwamba unaniuliza kwamba umeniuliza kuhusu utalii. So utalii unataka nikujibu nini waandishi wa habari? Unasema kwamba namueleza nini Dr. Samia Suluhu Hassan, na waeleza nini wa Tanzania, na naieleza nini dunia. Ni kweli mimi ni mtalii. Nimetalii nchi 45 duniani. Kote. Australia, Canada, Marekani, Ulaya yote, Russia huko nakotaja, China, Dubai, Israel, Estonia, Mexico, wapi, dunia nzima unataja. Dr. Mchunguzi nimekwenda. Nimetalii. Kwa hiyo ni mtalii. Lakini nimepata bahati ya kuwa mtalii katika vivutio vyote vya utalii vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vikubwa. Bado kuna vile ambavyo hatuja explore. Na hiyo ndio changamoto tulio nayo. Lakini chini ya Waziri Ashat Kijaji na wenzake, kuna namna ya ambavyo nataka niketi nao tuzungumze na tuweze kujua tunawezaje
tukainua utalii wetu ukatoka trilioni 3 mpaka 5 au 7 kwa mwaka kutuingizia pesa hadi trilioni 15 mpaka 20 ifikapo mwaka 2035. Jambo hilo linawezekana. Kaa chini tukaunganisha vichwa. Profesa Kitila Mkumbo, Waziri Mahamud Thabit Kombo, watu wa utalii, watu wa foreign affairs, tunaweza tukakaa chini na tukajua namna ya kuingiza ya kuleta utalii. Sasa niwaeleze wa Tanzania. Kwa hiyo nianza na Mheshimiwa Rais. Kwa mujibu wa swali lako. Nachomwambia Samia, asante sana. Thanks very much, Madam President. Umepromote utalii wetu vizuri Russia. Tumekusikiliza, umefanya vizuri. Ulicheza filamu ya The Royal Tour, ikaenda vizuri, ikakava mambo mazuri, imetuongezea watalii, imetuongezea fedha za kigeni, imetuongezea ajira. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Na umetupromote wapi kule panaitwa Russia. Kwa hiyo nampongeza na namuomba aendelee hivyo katika kuendelea kupromote utalii wetu. Kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka kuwaeleza kitu kimoja kwamba tuna bahati ya kuwa na taifa lenye vivutio vingi vya utalii. Na tunawaomba wa Tanzania tuendelee kuwa watalii wa nini mnaita? Wa ndani. Tuendelee kuwa watalii wa ndani. Tujitembelee nchi yetu. Nchi yetu iko endowed na vivutio kibao vya nini? Vya utalii. Viko vingi sana. Na niwakumbushe tu waandishi wa habari. Maki tunakumbushana, si ndio? Naweza kaa vingine wamesahau, si ndio? Haya, takwenda quickly nusu dakika. Tunao mlima Kilimanjaro, tunao mlima Meru. Tunayo mbuga ya Ngorongoro, tunayo Serengeti, tunayo Lake Manyara, tuna Lake Natron, tuna Tarangire. Tuna Rubondo Island, tuna Sanane Island, tuna Rumanyika Karagwe, tuna Ibanda Kyerwa. Sawa? Tuna Burigi Chato, tuna Gombe, tuna Mto Ugala. Upo hapo? Tuna Katavi, tuna Mikumi, tuna Mwalimu Nyerere, tuna milima ya Udizungwa, tuna milima ya Usambara, tuna mapango ya Amboni, tuna maporomoko ya Marongoroto kule Muheza, tuna maporomoko ya Soni na Kisasa na Mkuzi kule Lushoto. Upo hapo? Na mambo mengine mengi. Tuna ziwa Victoria, tuna ziwa Tanganyika, tuna ziwa Nyasa, tuna mto Ruvuma, tuna mto Maragarasi, tuna mto Kagera na mito mingine mingi. Kule kwetu Kyerwa kule, Charity Begins at Home. Narudi kule ndio kwetu kule. Kwa Abdul Majid Musa Sekera ndio kwetu. Sasa nitakuepea wapi? Baki kule nimekuweko kule. Na mufti wa Tanzania rafiki yangu na wengine akina Alhadi Musa Salum. Unafahamu Alhadi Musa Salum? Ndio mwenyekiti wa JMAT. Tumekuwa naye. Na unafahamu mkuu wa GSM? Ndio unafahamu wale wote. Wale wote tumekuwa nao huko Nyakatuntu Karagwe. Wote wanakufahamu. Ni nyumbani kwetu kule. Na nimekuwa nao na kina Alhadi Musa Salum na Mufti Shehe Dr. Abubakar bin Zuberi bin Ali Mbwana na wengine kabisa na Maalim Osman kama mwahi kumsikia mwanazuoni. Wote nimekuwa nao kule na watu wengine wengi tumekuwa nao kule Kyerwa ndio kwetu. Kule tuna sehemu inaitwa Omukitagata. Pale tuna maji ambayo maji yale ukiyachota tu unaweka kwenye kikombe, unaweka sukari na majani na nini, unakunywa chai au kahawa. Yako degree 112. Yes, centigrade. Panaitwa Omukitagata. Maji yale tukiwa wadogo tulikuwa tunapelekwa kuoshwa pale. Ukishaoshwa maji yale, magonjwa haya ya ngozi hayafukuti. Ni kivutio kikubwa sana. Pale tukipa promote Omukitagata patakuwa na nguvu kuliko kikombe cha babu wa Loliondo. Kilichovuta dunia nzima magari msururu yakaenda kilomita 100. Na kwa msingi huo nataka kueleza kwamba tuna vivutio kama hivyo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tuna ukanda wote wa pwani kutoka Pangani kuja Bagamoyo, kuja Sadani, kuja Dar es Salaam, kwenda Kisiju, kwenda Kilwa, kwenda Lindi, kwenda Mtwara. Na Sadani ni mbuga pekee katika mbuga chache barani Afrika ambapo mbuga ya wanyama inakutana na bahari. Mwahi kuona hiyo? Tembo, twiga na nini wanatoka wanatembea baharini. Yaani mnaogelea pale na wenyewe wako pale alafu wanarudi kwenye mbuga. Sadani hiyo. Tuna Bagamoyo, tuna mambo makubwa mazuri. Lakini ukienda Unguja, niwaeleze wa Tanzania kwa kumalizia, utakuta kwamba tuna vitu vingi sana. Zanzibar pale, ukienda pale Stone Town panaitwa. Mji mkongwe pale. Kuna sehemu inaitwa Forodhani. Bwana, utakuta vyakula vyote vya ukienda pale Wajalewa waondoka jana. Zanzibar pale, nawaambia watu nendeni pale. Lakini ukienda kwenye zile beach za Zanzibar, ziko kibao beach zile, mahoteli matupu. Kuna mahali panaitwa, ngoja nikumbuke niliko kwenda mimi, Royal Beach, kuna mahali panaitwa Nungwi, nimefika. Kuna mahali panaitwa Kendwa, kuna mahali panaitwa Mnemba, kuna mahali panaitwa Kigomani, kuna mahali panaitwa Pwani Mchangani, kuna mahali panaitwa Michamvi.
Kote nimefika huko. Kuna mahali panaitwa Kiwengwa, kuna mahali panaitwa Bweju, kuna mahali panaitwa Kizimkazi, Makunduchi. Napataja kwa heshima na adabu kubwa nikanakotoka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na nimewahi kukaa pale nje eneo lile nikala naye chakula akiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale kwao. Lakini nimekwenda kwenye Samia Day, sasa tunaita Kizimkazi Festival. Nimekuwa mara nyingi nikiweko kule wapi, Zanzibar. Kwa hiyo tuna hiyo Makunduchi, tuna sehemu za, nimekwenda sehemu moja inaitwa Marumbi, kuna sehemu nilikwenda inaitwa Sunshine, kuna sehemu nilienda inaitwa Dongwe, kuna pale iliko hoteli ya Melia panaitwa Melia Beach, kuna mahali panaitwa Chwaka, kuna mahali panaitwa Pongwe. Kote huko nimekwenda. Kote ni utalii. Mpaka Pemba kuna sehemu inaitwa Mnazi Beach, kuna sehemu inaitwa Ayama, kuna sehemu inaitwa Misali nikakisiwa, kuna Vumawimbi, kuna Kigomasha. Kote huko nimekwenda. Lakini kuna visiwa vya Tumbatu, kuna visiwa vya wapi kule kwingine panaitwa Tumbatu, na kuna sehemu zinaitwa Kojani, kuna sehemu zinaitwa Kisiwa Panza. Kote huko nimefika. Na kwa hiyo ninachoweza kuambia Watanzania, hebu tufanyeni utalii wa ndani. Nimeeleza hiyo. Umeelewa? Tufanyeni utalii wa ndani, halafu tuweze kuona kwamba tunakwenda namna gani. Na pia kwa kumalizia, kama mtaniruhusu, wakati tunamalizia pia tuambie, licha ya utalii ambao umeufanya katika taifa letu hili na namna unavyofahamu maeneo ya kiutalii na uzoefu wako na utaalamu wako katika masuala ya utalii pia,